Mara nyingi ndoa za mazingira yetu hapa ya Nyarugusu, kama ninavyoona, ndoa nyingi zinabebwa na wazazi, na ndio maana inaweza ikasemekana hivyo ni chanzo mojawapo. US Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Yo, mambo vipi ndugu mtazamaji wa US Habari TV? Ujambo, na natamani nikuambie kuwa mimi mwenyewe ni mzima wa afya kabisa. Sauti unayosikia ni ya Mobali, na leo nipo mtaani kwangu, nimekuja kubonga na baadhi ya vijana wenzangu, baadhi ya kaka zangu, tuweze kuchambua kidogo kuhusiana na mapenzi ya sasa, mahusiano ya sasa, ndoa za sasa na za zamani. Na hapa ninaye mmoja ya mabraza zangu, nitaenda kupiga naye mastori, so tuwe pamoja mwanzo mwisho. Mambo vipi bro? Fresh. Kwema. Mungu anasaidia. Na watazamaji labda wangetamani kukujua kwa majina. Mimi naitwa Idi, ila mtaani ukitaka uniite Pashambe. Babu Pashambe. Okay, na leo tumekuja kukutembelea kuhusiana na swala moja ambalo kidogo tunaona linaleta mkanganyiko au ugumu kutokana na dunia ya sasa tulionayo, na jambo hilo ni ukiangalia ndoa sasa hivi kuvunjika mapema, migogoro mingi kwenye mahusiano. Je, unaona mahusiano ya sasa na ya zamani kuna utofauti gani au ni kipi kimebadilika? Mimi naweza nikaanza kwenye mahusiano ya sasa na ya zamani. Zamani na sasa kuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu mimi ni kijana wa sasa, yanamaanisha karne hii. Na nikiangalia vizuri kwa mtazamo wangu mimi, zamani mahusiano yao yalikuwepo na nadhani nikasema na uafadhali, kwa sababu walikuwa wanatii, na kuna baadhi ya vitu hawakuwa wanajua. Walikuwa mwanaume akiongea neno moja au akimpa ratiba fulani mke wake, hasa mwanamke wake, hasa mchumba wake, anakuwa amefuata hivyo hivyo na anaheshimu. Ila sasa hivi sasa hivi hata mwenye mtangazaji ukiangalia tu sasa hivi mitandao, watu wanafuatilia mambo mengi sasa inakuja kuonekana wewe unakuwa na mpenzi wako kweli, ana mambo yake yeye anayajua, naona mambo yako ambayo unayajua. Sasa ikija kufika kwenye mahusiano, mwanaume siku zote ndo anatakaga yeye awe anafanya nini, au anasikilizwa na anatoa maelekezo. Sasa wanawake, tuseme dada zetu kwa sasa hivi nao wanajifanya wanajua, ndio kitu kimoja. Na kitu cha pili, hawataki kuendeshwa, kwa sababu zamani, natumia neno kuendeshwa kwa sababu gani? Zamani mwanaume akitoa maelekezo nyumbani, mimi sitaki hiki, nataka hiki, nataka hivi, walikuwa wanatii. Lakini sasa hivi madada zetu, atakusikiliza bado mnapendana, atakusikiliza bado mpo kwenye mahusiano, lakini ukishamweka ndani moja kwa moja anabadilika, hataki tena muendeshe, kwa sababu sasa hivi wana kauli moja, wanasemaga eti sikuacha ninaua kwetu. Sasa mimi najiulizaga, kama ukuacha unaua kwenu, kwa nini wewe sasa umeolewa? Kwa sababu mwanamke akishaolewa anakuwa yuko chini ya mamlaka ya ule mtu ambaye alimtoa kwao na kuchagua kuishi naye maisha yao ya ndoa au maisha yao ya milele. Hicho ndio kitu kingine ambacho madada zetu wa sasa hivi, hasa wanawake wa kisasa, hawakiheshimu, yani hawasikii, hawaheshimu ambavyo wanavyoambiwa na watu wao. Okay, na vizuri sana. Je, unaaminia teknolojia, mitandao ya kijamii imechangia kuharibu mahusiano na ndoa sasa hivi? Dunia sasa hivi hivyo vitu vipo. Dunia sasa hivi hivyo vitu vipo kwa sababu kila mtu, unajua kila mtu sasa hivi, na kuna baadhi ya watu wanaishi kwa kukopi maisha ya mtandaoni, kwa sababu mtandaoni kule kuna maisha yake mengine tofauti na maisha halisi ya maisha binafsi ya mtu. Ni kwa mfano mimi niko hapa, naweza nikakaa hapa mimi nikaongea ninavyojisikia mimi, ni huko, lakini kuja kunikuta mtaani, hasa mimi mazingira yangu ninayoishi na jamii yangu, niko mtu ambaye niko tofauti sana. Ndio vitu ambavyo vinatusumbua sisi vijana. Nikiongelea vijana, ni vijana wa rika zote, wa kike na wa kiume. Umeona? Yani ni vitu ambavyo vinatusumbua sana. Tunakopi mambo ya mtandaoni kuyaleta majumbani kwetu. Na hivyo ni vitu ambavyo kwenye mahusiano, kwanza ni vitu ambavyo havitakiwi. Kwenye maisha ya ndoa, kwa sababu kuna maisha ya mapenzi na maisha ya ndoa. Ndoa ndio ile unakuta mke na mume wanakaa, wanaamua bana, sisi tuamue kuishi kitu kimoja, tufanye mambo yetu
kwa pamoja. Sasa kija kufika ndani anataka kuleta mambo ya mtandaoni kuyaweka ndani. Na sio kila mwanaume ndo anazoea hivyo. Hata sasa kwa sisi wanaume sio kila mwanamke ndo anazoea hivyo. Tuongelee pia kuhusiana na hili. Kuna moja clip iliyosambaa mtandaoni ikimuonyesha ni pastor wa kike, tuseme mchungaji wa kike, alikuwa akisema kuwa yeye amesoma, kwa hiyo na PhD yake sijui madegree zake, hawezi kumfulia mume wake nguo za ndani, hajaolewa ili awe akimfulia mume wake na PhD zake. Je, unadhani kuwa elimu inaweza ikawa ni sababu ya mwanamke kutotii aidha kumfanyia mume wake matoko yake? Mimi hiyo clip bro, hiyo clip niliona na huyo mama namfuatiliaga sana. Baada hiyo clip sijui kama ilikuwa ni Jumapili hiyo ndo alikuwa na hayo mafunzo. Hiyo clip niliona, lakini nilisikitika sana kwa sababu katika wanawake ambao nilikuwa naona wana focus na kuelimisha vijana wa dunia hii, ilikuwa nimemwamini yule mama. Lakini nilivyoiona ile na mimi niliumia. Kwa sababu gani? Elimu sio ndo sababu ya kusema wewe usimwamini aza usimheshimu mume wako. Kuna elimu na kuna ndoa. Unajua ndo mama, mara nyingi madada zetu wa sasa hivi wakishasoma sana hawaolewi. Kwa sababu gani? Mwanaume ni mtu ambaye anahitaji mtu wa kumsikia na kumtii. Umeona? Sasa yale mafunzo ambayo alikuwa anayafundisha mle siku ile kwenye kipindi chake kile, hata mimi sijataka, kwa sababu tunavyojua sisi sote ni binadamu na kila mtu ana elimu yake. Zamani, narudi zamani kidogo. Zamani ukitaka kumpata mwanamke, hasa wazazi wetu walikuwa wanatufundisha, ukitaka kumpata mwanamke mtulivu, msikivu, inabidi uende wapi? Kanisani. Uende mtafute, yaani kule ndo kuna watu ambao wametengenezwa kwa sababu wanafundishwa mambo mazuri. Lakini sasa hivi dunia ya sasa kuna changamoto ambazo ndo hizo ambazo zipo. Yaani sasa hivi ukitaka kumpata mwanamke ambaye ndo yani mtundu, yani mtu ambaye hajatulia, nenda kanisani. Kwa unaamini kanisa zinachangia pia kwenye kuvuruga ndoa? Sio kanisa zote na sio kanisani ndo chanzo, hamna, ila kuna baadhi ya makanisa. Na kuna baadhi ya makanisa yana mafunzo tofauti. Kwa sababu gani? Kama huyo mdada ambaye huyo mama ni mdada na hizi mdada kweli amesoma. Sasa ukiniambia PhD ndo utazaa naye. Kama una PhD, hiyo PhD yako si ni PhD ni karatasi. Unajua kuna watu wamoja hawajui maana ya PhD. PhD za diploma, sijui masters ni makaratasi. Ila uwezo mtu anavyoitwa ule ni master ni kutokana na kichwa chake sasa. Ila ile karatasi tu ndio ile imempa udhibitisho. Lakini unaweza kuwa na karatasi na ukashindwa kuitetea. Ndio kama huyo mama anafundisha tofauti. Hilo ni kanisa ambalo hata mimi mwenyewe siwezi nikakubali ndugu yangu yote kuingia. Kwa sababu gani? Anaharibu mifumo ya madada zetu na makaka zetu. Kwa sababu gani? Uwezo ukaniambia eti kwa sababu mimi nina PhD siwezi nikamfulia mume wangu suruali. Unataka nani sasa? Kama wewe hutaki kumfulia mume wako suruali, usiolewe. Olewa na PhD yako. Au sio? Ndio hivyo. Na je, uamini kama uaminifu umeshuka kwa kiasi kikubwa kwenye mahusiano na ndo labda chanzo cha mahusiano mengi kuwa na vurugu? Ya uaminifu sio wote. Mimi naweza nikasema sio wote, kwa sababu kila mtu ana mfumo wake wa kupenda na kuamini. Kwa sababu kuna makaka na madada, yeye ana mifumo yake. Anajua mimi nikimpenda mwanamke nitaishi naye hivi na nitamwamini. Na kuna madada zetu, mimi nikimpenda mwanaume, ili kuja kubadilisha mwanaume inabidi niangalie kama yule tumeshindwana ama vipi. Kwa hiyo uaminifu sio ndo chanzo kabisa. Uaminifu sio ndo chanzo kusema eti baba mimi ndo nimeachana na yule mwanaume kwa sababu hatukuaminiana, hamna. Na tuliongelee hili sasa hivi wanasema eti kwamba mapenzi sio hisia, mapenzi pesa. Je, kwenye zama za sasa hivi pesa zina nafasi gani kubwa kwenye mapenzi? Mapenzi sio hisia, mapenzi pesa. Wengine wanasema kuwa mapenzi hisia, lakini madada zetu mara nyingi wanakuwa wanakuambia punguza maneno, weka mkwanja bana, weka hela. Wewe kwenye mapenzi unavyoiona sasa hivi, hela ina nafasi gani kwenye mapenzi?
kwa dunia yetu sasa hivi, kwa sababu mara nyingi tukiangalia tulikotoka mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo vimebadilika, inabidi tukubale navyo. Kwa sababu gani? Mapenzi sio pesa, mapenzi hisia, ndio ilivyokuwa kauli ya zamani. Na dunia yetu sasa hivi mapenzi sio hisia, mapenzi ni pesa. Kwa mtazamo wangu mimi naona vyote vina mechi. Kwa sababu gani? Tunategemeana na mazingira. Kuna mazingira mjini. Nikisema mazingira ni tunabadilisha mazingira kijijini na mazingira mjini. Mjini kweli mapenzi sio hisia. Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimeshawahi kuyashuhudia. Ukiwa na hela yako nipigie simu. Kama una hela baba hapa, huku ni mjini. Hatukuja kushangaa mataa. Umeona? Kwa hiyo kwa upande ule mapenzi ni pesa. Na ukiangalia kwa upande mwingine, kwa mazingira tofauti na mjini, mapenzi ni hisia. Kwa sababu gani? Huwezi kuja kumuoa mtu ambaye wewe hujampenda na ulikuwa na hisia naye. Una hisia naye kabisa, afu ukasema bana, huyu mtu nilimpendea pesa mno. Ila kwa mjini, kwa sababu ndio dunia ambayo tuko nayo, na mara nyingi ndio unaona ndoa nyingi zinaharibika. Kuna mtu anaolewa kwa sababu ya nini? Huyu jamaa ana pesa. Samani, kwa unataka kumaanisha kuwa mjini mapenzi ya kweli hayapo kabisa? Mjini mapenzi ya kweli yapo, ila sio sana kivile ukilinganisha na kijijini. Na kijijini mapenzi hisia ndio yapo asilimia, naweza nikaweka kama 70 hivi. Kwa sababu sasa hivi dunia sasa hivi kijijini na kwenyewe tunaita kijijini kwa sababu ya mazingira, lakini ukiangalia na akili za watu kule sasa hivi na wenyewe wanakopi. Ndio maana nimeweka 70, ila mjini mapenzi ni pesa asilimia 90. Na tukizungumzia sasa kwa hapa kwetu Nyarugusu kempu, tunaona mabidada wengi wamekuwa masingomaza, wanazalishwa hovyo, wanatupiliwa nje. Sababu inaweza ikawa ni hiyo kushuka kwa uaminifu na mapenzi, au ni kitu gani kinachosababisha madada zetu wengi kuwa masingomaza kwa hapa Nyarugusu? Kwa hapa Nyarugusu mimi nilipokuja, kwa sababu unajua nilitamani sana kufika hapa. Nitamani kufika hapa kuja kuwatembeleeni na kuangalia mazingira. Kiukweli hivyo vitu nimeviona. Nimekuja kugundua kitu kimoja. Watoto wanaolewa chini ya umri. Yaani miaka. Unakuta mtoto wa miaka 14 ameshaolewa na mtoto mwenzie miaka 13, 16, 17. Sasa hicho kitu naona ni chanzo kimoja ambacho kinapelekea watu masingomaza kuwa wengi. Na ukiangalia masingomaza, nikuangalia nikachunguza, masingomaza wengi ni watoto wadogo wenye miaka chini ya 18. Yaani sijui kama ni kuperembwa, sijui kama ndio kukopi hiyo mitandao. Umeona? Unajikuta ameolewa, anakaa sijui miezi 3 au mwaka mmoja, akishazalishwa tu anakuambia vurugu zinaanza ndani mle. Sijui wanakuwa wanafikiria nini, sijui yule mwanaume alimwambia kitu gani. Lakini mimi ninavyoona mimi ni kutokana na umri, wanaolewa chini ya umri ambao unaotakiwa. Kwa sababu mtu mzima, kwanza kuitwa mtu mzima ni miaka 18. Na kuja kuolewa kabisa, mimi naamini mtu kishaanza, yani mtu kija kuolewa na miaka 20 afadhali, 23 kwenda juu, 25 kwa binti, hata kwa mvulana 25, 30. Umeona? Hiyo inaweza ina make sense. Kwa sababu gani? Utajua kujimudu wewe na mke wako, hata mwanamke atajua kujimudu yeye na mume wake, kwa sababu kuna mipango kazi ya familia, kuna mipango kazi ambayo watakuwa nayo wao wawili ndani. Watapanga, mke wangu tufanye hivi, tufanye hivi. Sasa wewe unaolewa na miaka 17. Hata mwanaume wewe unaoa na miaka 17, mwanamke anakuja kuolewa na miaka 16. Bado unakuwa una mahitaji fulani ya mtu. Sasa inakuja kufika ule muda, wewe inabidi kuna mapasho wewe mwenyewe uyafanye ndani. Inabuma. Kisha siku unakuwa bana, kama utaenda nyumbani kwenu nenda. Ndio maana unaona masingomaza ni wengi. Na tamaa. Mtoto mdogo bado miaka 16 anahitaji kitu, anahitaji kufanya vitu vya wakubwa. Umeona? Kama vipi hivi? Bana, unajua mazingira haya. Mazingira imeshazunguka. Yako tofauti sana na mjini. Kiukweli, na kitu kingine hapa nimekumbuka, sio tu Nyarugusu hii, hapana.
sehemu hata mjini, na mjini ndo kubaya zaidi. Mwanamke ukishazalishwa tu, mkishaachana tu imeisha. Afadhali huku naona unaweza ukampigia hata baba mtoto wako, sijui mtoto wako amekosa hiki, lakini mjini nakwambia babu, niko busy na maisha yangu. Umeona? Sasa unakuja kujiuliza maisha yako sasa hivi, kipindi ulimzalisha mtoto wa watu ilikuwaje? Umeona? Naam, ndio. Huoni kama wazazi wetu pia wanachangia kwenye hii athari ya ndoa kuvunjika mapema? Mimi naweza nikasema inaweza ikawa hivyo, kwa sababu mimi nataka niongelee kwa upande wa mtu kwa wazazi, au kwa sababu mimi kuna kitu mpaka nataka nielekeze vizuri. Kwa wazazi, yani unakuta mzazi anakuwa akimshauri mwanae vibaya, au wa kike au wa kiume. Ndoa ni ya watu wawili, lakini unakuta familia imeanza kuingilia migogoro ya ndoa nini. Huoni kama wazazi pia wanachangia kwenye uvunjifu wa ndoa hizi ambazo zinavunjika mara kwa mara? Kwa majibu yapo mimi haraka hilo linaweza kuwepo na linawezekana. Kwa sababu gani? Mara nyingi ndoa za mazingira yetu hapa ya Nyarugusu, kama ninavyoona, ndoa nyingi zinabebwa na wazazi, na ndio maana inaweza ikasemekana hivyo ni chanzo mojawapo. Kwa sababu gani? Wazazi kipindi wewe unamchukua mtoto wa watu, hasa mnachukua wewe na mpenzi wako, mnaamua bana tuishi maisha yetu, moja kwa moja unachukua mazingira, yani unachukua mazingira yako ya yule mwanamke, unaishi naye wapi? Kwenu, nyumbani kwenu. Yani itakuwa ni ngumu sana wewe kupinga vishawishi vya wazazi. Na mwanamke na yeye ameshaolewa, anajua mimi tayari nimeolewa, nimetoka nyumbani kwetu, sasa hivi huku nilikoenda mimi ni mimi na mume wangu na familia ambayo nimeenda kuikuta. Unajikuta tena mtu yule mwanamke yule ambaye ameacha kwao, anakuwa mara nyingi anakuwa anaenda wapi? Mara nyingi anaenda kwao. Kule kwao kule kuna maswali, kwa sababu wanawake zetu ni mara nyingi sana kuficha mambo ambayo wanapitia wapi? Kwenye majumba yao, kutokana na wao jinsi walivyo. Anaanza kafika kwao akaulizwa, kwa hiyo kwenu vipi? Mume wako vipi? Ataongea. Sasa kuna maneno ambayo atapewa. Na unajua kuna wazazi wengine hawako hivyo. Kuna wazazi wengine mtoto wake anaweza kampelekea ripoti fulani, unajua mimi huku hivi, akamshauri vizuri. Kwa sababu gani? Hataki mambo ambayo yeye hakuyapitia mtoto wake afanye nini? Apitie. Na kuna wengine unakuta mshauri mtoto, ukishaolewa kaza, hakuna ujumbe ambao ni lele mama. Na kuna wengine wale wazazi wengine unakuta kabisa mzazi anaongea, wa kwangu mimi hawezi akakaa. Ukija kumkagua vizuri, hata ujumbe ambao sasa hivi ambako anakoishi, historia zingine wazazi ni kweli, ila sio wote. Ila sio wote. Na kipi labda kifanyike kuweza kuboresha maadili ya ndoa, maadili ya kwenye mapenzi? Kipi kifanyike? Hatua zipi zichukuliwe? Maadili masuala ya maadili yameshaongeleka sana, lakini mimi hapa napenda niongelee kwa mtazamo wangu mimi na kwa upande wangu, kwa sababu kila mtu ana maono yake. Maadili ya ndoa, ili watu waishi vizuri, kitu cha kwanza naweza nikashauri tusiwe wasikivu sana wa maneno ya nje. Tusisikilize sana mambo ya nje. Unajua mke wako kafanya hivi, unajua mume wako alikuwa hapa, sijui alikuwa sehemu fulani, mume wako sijui hivi na hivi, hasa mke wako. Kikubwa tusikilizane, tuheshimiane na tuwe wasikivu, kwa sababu mahusiano hasa maisha kwenye ndoa yanaomba usikivu, unyenyekevu na kushauriana na upendo pia. Okay, nikurudishe mwanzo kidogo, kutokana na mada yetu ya mwanzo ya mapenzi ya sasa na ya zamani. Ungepata nafasi labda ya kuishi kwenye mapenzi, ungeishi mapenzi ya sasa au ya zamani? Hiyo nafasi ingetokea labda ya kuchagua option moja. Bro, kama nilivyokuambia, mimi ni mtu wa kisasa. Kwa sababu nikisema mimi ni mtu wa kisasa, yani mimi ni mtu wa karne hii ya 21. Zamani kama tunakuwa na kumbukumbu ya zamani kutokana na mafundisho ya wazee ambao tulibahatika kukaa na wazee, wakawa na tradition, unajua zamani. Na mara nyingi
kwenye vyumba vyetu vya kuabudu, kuna baadhi ya makanisa, kuna baadhi ya madhehebu bado yanakumbushia zamani ilikuwa hivi. Ndio maana mimi nadhani, ndio maana nimekujibu mimi ni wa sasa. Kwa sababu gani? Nikasema yani bahati tu hapa tena nirudi kwenye mapenzi. Uamini hata kwenye mahusiano. Mimi naishi kisasa bro. Watu wa zamani kila muda wanasema zamani ilikuwa ni bora. Tukiangalia Biblia na maandiko matakatifu tunaona kulikuwa na kina Delila huko, kulikuwa na kina Eva huko, walifanya mambo ya ajabu. So kwa nini watuzingishie tu sisi vijana wa sasa hivi? Zamani hakuwa na matukio ya kutisha kama na hayo. Bro, unajua zamani mimi afu umenikumbusha kitu kimoja. Unajua hapa mimi nilikuwa kwenye safari. Kwenye safari ile hii mada ilikuwepo. Tulikuwa na wazee na wamama na vijana kama sisi. Tuliwahi kuweka hiyo topic. Ikaja kujikuta watu wa sasa tuliwashinda. Kwa sababu gani? Utofauti wa zamani na sasa, kuna mambo ambayo zamani watu wa zamani wanaona sasa hayakuwepo. Umeona? Kuna mambo kabisa zamani hayakuwepo ya sasa. Ndio maana sasa hivi wanasema nyinyi watoto wa sasa yani hatuwaelewi, hamna maadili. Hamna hata zamani. Kwa sababu gani? Ukiangalia mfumo wa sasa hivi na dunia sasa imetoka kwenye dunia ya zamani, ila yale mambo ambayo yalikuwa kwenye ulimwengu wa zamani huko nyuma huko yalikuja, yani sisi watu yani sasa hivi vijana sasa hivi hata dunia sasa imekuja kurekebisha, yani kama vile modify yani kuja kuyarekebisha kufanya hivi. Nyie hivi vitu mlikuwa yani naweza nikasema walikuwa gizani, kwa sababu kuna kitu wewe imagine zamani mwanamke mjamzito anaambiwa usile yai. Yai kabisa. Yai kabisa sio kitu cha kula nani mjamzito. Haya firigisi yani makenge kwa lugha ya Kimombo. Unajua ndugu zangu, sisi watu ambao tumechanganya makabila. Ikenge. Sio unazi kuku hizo unakuta mwanamke hatakiwi kula ikenge. Yani firigisi. Ni uongo. Sawa? Kwa sababu gani? Zamani wale ndio wanaume ndio walikuwa yani kutokana na mifumo yao walikuwa hivyo. Ila sasa dunia sasa hivi ikaja sasa kuwaonesha watu wa zamani kuwa vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika huko zamani huko vilikuwa ni haki sawa. Umeona? Vilikuwa ni sawa, kwa sababu wewe mwanamke ukila yai hakuna shida. Mwanamke ukila ifirigisi ikenge hakuna shida. Kwa sababu gani? Vitu sasa hivi viko wazi. Kuna wanawake sasa hivi wanayachapa tu mafirigisi. Babwe, sasa hivi mimi naona zamani sijui kama njaa, sijui kama au ulikuwa ule utandawazi ulikuwa haupo. Kwa sababu kuna mwanamke ukichinja kuku yako pale, ukichukua firigisi ukilo kimnyima, anaingia dukani, anunua kilo moja. Anaambia bana niwekee kilo moja ya firigisi. Anakuja kukaanga na ameleta shindi risasi. Anakuambia bana mimi nimeenda kununua mboga yangu, leo najisikia kula firigisi. Kilo moja naweka na ikaanga na kula. Unajikuta iko vizuri tu. Kwa hiyo uamini mambo ya zamani yalopita. Kuna mambo ya zamani mimi nayaamini sana. Kwa sababu kama sisi wa sasa hivi tuko hivi ni kwa sababu ya zamani. Ndio maana nilisema hivi, zamani mambo ya zamani sisi ndio tumekuja kuyaweka wazi, kuyafungua. Sasa tulivyowafungua wazee wetu, hasa vijana wetu, tuseme tunakataa wazee wetu, lakini vijana wetu wa zamani, kwa sababu ndio hivyo wameshakuwa ndio wazee. Ndio tulikuja sisi tumekuja kuwaonesha hichi kitu sio hivi, ni hivi na ni sawa. Okay, unaweza ukamshauria neno gani kijana ambaye anataka kuingia kwenye mahusiano, endapo mapenzi sasa hivi ndio hivyo ni changamoto kubwa sana? Inategemeana huyo kijana yuko kwenye mazingira ya gani, ya mjini, ya kijijini. Popote pale, labda tuanzie na wa mjini, labda kijana wa mjini. Vijana wa mjini mara nyingi mimi siwezi nikadili sana mjini, kwa sababu hata wenyewe wanaona mjini kule kama inavyosemekana na kama inavyojulikana, mapenzi pesa bro. Mjini mapenzi pesa, kwa sababu mjini ukimkuta mwanamke ambaye anakuambia bana mimi nakupenda tu, shukuru Mungu. Kwa sababu watu wote sasa hivi kuanzia wanawake, wanaume, unajua miaka ya nyuma hapa, sio zamani, miaka ya nyuma hapa pesa ilikuwa inatafutwa tu na wanaume. Sasa hivi pesa inatafutwa na watu wanawake kwa wanaume, wanawake kwa wanaume. Na ndio maana
hamna mwanamke sasa hivi anakuletea hisia anajua anachokifanya. Je, ni sahihi? Kwa upande kabisa kwa upande wa itikadi ya kidunia, watu wote wanaruhusiwa kutafuta pesa, ila sasa mwanamke anatafuta pesa kwa misingi ipi? Umeona eh? Sasa hapo kwa upande wa mahusiano au kwa upande wa mapenzi, inabidi nikubaliane na mfumo, kwa sababu atakwambia haya nikale mapenzi tu, afu mwisho wa siku unakuja unaniacha, unaona. Kwa hiyo anajua mapenzi pesa, mkiachana anabaki na sabuni ya roho. Okay, so mshauri basi kijana ambaye anaishi kijijini na anataka kuingia kwenye mahusiano na awe moja kwa moja, ili hali anajua kuwa show ishakuwa ngumu sasa hivi, mapenzi ya kweli ndo kama anaenda kupotea fulani. Ya vijana wenzetu wanaoishi vijijini, najua wana focus sana, sababu vijana wenyewe wana focus, wanatafuta pesa. Ya naweza nika ushauri wangu kwa vijana ambao wako vijijini, ambaye hajaoa aidha ambaye yupo kwenye mahusiano, na ikiwa wanapendana na mpenzi wake, wapendane kweli, na unajua mwisho wa kupendana ni kuoana. Waaminiane na waheshimiane, watafika mbali. Yaani mimi na washauri sana yule ambaye anataka kuingia, yule ambaye anapenda kuingia kwenye mapenzi kwenye mazingira ya kijijini, afokasi sana na hisia, kwa sababu kijijini ni hisia. Afokasi na waheshimiane, kwa sababu mapenzi ni heshima bro. Mapenzi ni heshima, mapenzi ni uaminifu. Ni sehemu yoyote hizi hivi ninavyoongea, ni sehemu yoyote, lakini sinategemeana umekutana na mtu gani. Umeona? Lakini huo ndio ushauri wangu kwa vijana wanaoishi mazingira ambayo ni tofauti na mjini. Nadhani umeweza kusikia mwanzo mwisho, alikuwa ni yeye Idi au Pashambe kutokea maeneo ya Mambele. So hii ni USA Habari TV, mimi ni Mobali. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment pia. Weka alama kengele hapo ili wa kwanza kupata notification zetu, na goodbye. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.